Tunashukuru kwa sababu ya ujio wenu, na tukiwaambia mara mingi ya kuwa maisha au simamo ya maisha ya Kristo, mtu wa Mungu kusimama ni maombi kwa nafasi yake na neno la Mungu ni kwa nafasi yake. Neno la Mungu yanafanyisa mtu asitiishwe wala kutingizika mbele ya magumu yoyote ambayo litakalotokea. Utakapokuwa mwenye kuomba pasipo neno la Mungu, pasipo kufahamu vizuri neno la Mungu, matatizo yatakapokuja jinsi uko katika mwili, unaweza ukashindwa, unaweza ukalia, unaweza ukatishwa, lakini neno la Mungu yanamaliza nguvu. Amen. Hata Yesu aliweza akashinda shetani na neno, wakati alipomwambia badili hii jiwe liwe mkate, akamwambia kuwa mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno ambalo linatoka kwa kinywa cha Mungu. Amali yake mtu anaweza kula, hiyo ni sawa, lakini mtu anaweza kuishi kwa ajili ya neno. Amen, amen. Na ndani ya yote aliweza kumshinda. Na wewe pia jinsi uko pale, unaweza ukashinda adui ukikuwa na neno la Mungu ambao unaliamini na unalitamka. Hata katika maombi yako unaendelea kuwa mshindaji. Amen, amen. Pasipo neno la Mungu maombi yanachanganyikiwa ovyo. Mtu hawezi akaomba jinsi linalopasa, kwa sababu atazungumza mambo ambayo linatoka kwenye akili yake ovyo ovyo, na kidogo anaenda kupata oga. Na Mungu anafanyisa mtu asiwe na oga, asiwe na shaka mbele ya magumu yote. Amen. Katika mafundisho yetu tunayomaliza leo, na katika hiyo mafundisho tuliweza kuwa tunazungumzia kuhusu udhamani kubwa unayo uliyepata kwenye neema ya msalaba, na tulisoma shairi katika kitabu cha Agano la Kale kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye aliyekuwa mfalme ya Israeli, mfalme wa pili, na tuliweza kuwa tulisoma katika kitabu cha Samuel wa pili sura yake, tulianza toka 17 tukayamalizia kwenye 23 au 13. Na ndani yake leo pia tutasoma, tutarejea hapa, tutasoma pia shairi lingine kwa kukamilisha, na tunaweza tukasimama ili tukomboe muda. Tunasoma kutoka shairi lake la 19 mpaka 20. Barua kitabu cha pili cha Samuel sura yake 6, kilisoma toka 19 hadi 20. Wakati mtu yuko anataka kusoma, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il fit distribuer de vivre en tous les peuples, c'est-à-dire à tous la foule d'Israélites, hommes et femmes, chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de restés. 5. Après cela, chacun retournant chez lui. Verset 20. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Samuel, de Saïd, sortit à son rencontre et s'exclamant: ah, vraiment, le roi d'Israël se pouvait donner aujourd'hui, il s'est exhibé à des minutes observant les scènes serviteurs, comme on aurait pu le faire
of the year. Maana yake kuna ingine Swahili kinapatikana. Swahili nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Samueli ya pili sura 6 shairi lake 19 mpaka 20. Amen. Akawapa watu wote hata makutano yote ya Israeli, waume na wake vile vile, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Basi watu wote wakakwenda kila mtu kwa nyumba yake. 20. Alafu Daudi akarudi kubariki nyumba yake, na Mikali binti ya Saulo alitoka kukutana na Daudi, akasema, mfalme wa Israeli alikuwa leo na utukufu namna gani, akijifunua leo mbele ya macho ya vijakazi na watumishi wake, kama mmoja wa watu bure ambavyo anajifunua pasipo haya. Amen. Chapeni Bwana mkono, unaweza kukaa. Amen. Ndani ya mafundisho yetu, sema na Bwana unizungumzie tu kama wabaona. Tunapozungumzia utukufu ambao tumepata kwa neema ya salama, kwa neema ya salama. Ninawaambia ndugu zangu, tulisema hivi shaka. Kinachofanya mtu kuendelea vizuri ni kukumbuka mahali Mungu amemuondoa. Hiyo inampa mtu, anapoifikiri yanampa mtu ajue vizuri kuishi na Mungu. Lakini wale wanaosahau, si rahisi waweze wakaishi vizuri na Mungu. Lakini wanayosimamia mahali wametoka, wakifikiria, wakijiona leo yanawaletea, waweze wakamwambia Bwana shukurani, wakamshukuru bila kuchoka. Amen. Sasa tulisema juzi, wengi za watu tunapokuwa leo tuko mahali tumetoka iko ovyo ovyo. Kweli uongo? Na maisha zambi tulioishi iko vile ovyo ovyo. Kweli uongo? Na wengi walikufa, lakini wewe utapona, kwa sababu uende ukakutana na Kristo Yesu leo, aliyekuchunga kwa neema yake, ndio amekupa tena utukufu mpya na amekupa salama. Wengi za watu hata wanaposoma Biblia leo, wazazi yao walikuwa, lakini wazazi walikuwa walevi kwa kiasi ambao hawakuweza kuwasomesha watoto. Kweli uongo? Kweli. Na hiyo mambo yote ndani yake Mungu akakufanyia neema. Leo huko nasoma Biblia. Unajua kati yetu hapa kuna watu ambao hawakukaa kwa baa, lakini kwa miujiza Mungu akafungua macho yao na ukaanza kusoma Biblia huko hapa. Ile mnajua kweli? Amen, amen. Wakati tunafundisha kwa session, kuna mama mmoja akapata imani. Tunafundisha sema tufanye tufungue hivi. Akasema kuwa mfungue na ile kazi ambayo yote wanasema. Wakati tunasoma anakaza macho tu. Na siku moja akapata kuwa anasoma na soma Biblia leo. Watu namna hao wako hapa wengi. Wanasoma Biblia kwa miujiza wako hapa. Sasa Mungu anafanya mambo ya ajabu. Wengine wanafanya masomo hapa ya juma moja, leo wanahubiri, wanafundisha. Unadhani kama maneno ya hapa niko mambo ambao haikuwezekana, lakini leo inawezekana. Amen. Wazazi hawakujipenda maisha yao, lakini Mungu akabeba mambo yao juu yake. Wanapata neema. Ni neema ya msalaba ambao amekutana naye. Ndani ya hii wengi za watu, unajua kuna watu ambao
watoto ambao wamekomaa kwa shida, kwa taabu. Sasa tulisema wamekomaa, wengine wazazi wa mama yao hawakukuwa, walikufa. Na kati yao kuna watu wengine hawakuona mbele wa mama yao. Wako hapa wanani nyumbani wana mama yao. Mwangalie. Banti pana wana mama yake. Mwingine kwa nani? Huko kule wapana wana mama yao, wale wapana wana mama. Na mimi wana mama yao. Sasa wale watoto walikomaa kwa ao. Haijulikane, kwa sababu ninawaambia watu zangu, isipokuwa miujiza ya neema, hakuna mama mwingine atakuchunga sawa na mama yako. Hata ufanye miujiza gani. Kama baba ni makali wakati anatomboka, mama atakupoleza. Lakini wakati atakapokuwa anaondoka, anapokuwa anakuja nyuma, watoto wote wanakula vizuri, lakini wewe utakula ila patikana. Amen. Haleluya. Na tunawaambia ni hawa watoto leo ndio wanakuwa wa faida tena. Mungu ni yule wa ajabu, tofauti na elimu na fikiria hivi. Na tulisema ni wale watoto ndio wanakuwa bila msaada ya watu wenye wapani julikana. Mungu aliye baba ya yatima akawasaidia. Tena faida yao inajulikana kuliko watoto ambao walikuwa nyuma. Samueli aliyezaliwa nyuma ya kuzaliwa anakuwa wa faida ndani ya nyumba ya Elikana kuliko watoto wote. Amen. Haleluya. Yote ndio. Ndio maana Daudi leo hii akaenda kukumbuka. Daudi akakumbuka Mungu yule aliyemfanyia. Tuliwaambia Daudi alipozaliwa na mama yake kwa sababu alikuwa porini. Walikuchunga nyama siku ya mafuta. Lakini mafuta hiyo ikakataa watu wote. Ikaenda kutafuta tu mwenye mafuta asiye julikana. Ninawaambia sekre moja, ambaye kitanishwa sana, yeye kwa mwisho anageukana kwa mkombozi wa watu. Amen. Usipopitanishwa uko mtu ya kawaida. Amina. Alama ya kupitanishwa ni alama ya ushindi. Alama ya kupitanishwa ni alama ya kusema huyo ana maana ambao watu wote wanaanza kuona. Haleluya. Usiweze kulia na kuzulia kama unapitanishwa sana. Maana kesho yako haitakuwa juzi tena. Na yule Daudi alilipewa mafuta na Samueli. Na yule Daudi alilipewa mafuta na Wayuda. Walienda kumtafuta peke kabila ya Yuda. Sio yeye kuchoresha, wao ndio wanahitaji yake. Wakati inapotimia, hauna hitaji ya kuwatafuta, wao ndio watakutafuta. Hiyo ndio mipango ya Mungu. Ni pale ambao ni udamani ambao neema ya msalaba inaongeza kwa watu wake. Haleluya. Haleluya. Amen. Na zaidi ya hii, watu wa Israeli, Daudi pekee asiyefanyika mzuri alimimiwa mafuta mara 3. Kwa kuna upande kwa ufalme alimimiwa mafuta mara 3 na watu mbalimbali. Ndio tulisema ya kuwa hata wokovu yako iwezi utumishi yako iendelee, inaomba watu wanalikiwa wafahamu kisi umekoka. Watu wa nje waelewe. Na hapo ndio itakuwa na vuka. Amen. Hawezi kukabuka lengo lingine kule na hapa haijafanyika mzuri. Tuangalie shahidi. Nasema vile ambao niliweza kuchezesha Daudi acheze kushinda watu wengine. Mfalme aliyevaa mavazi mazuri. Haikukuwa kwa sababu watu wengine wenye wana mwili ndogo kuliko yeye na kuweza kucheza hawako. Lakini mchezo yake haikukuwa mchezo ya kawaida. Mchezo yake ilikuwa anakumbuka vipindi vyote ambao amepita ndani.
Goliathi. Kumuua Goliathi, huyo siku mwenye alimwokoa alikuwa ndiye Mungu ambaye anamsifu. Hiyo iliimbwa katika roho yake. Vita ambayo ilishinda Saulo, vita ambayo ilishinda Eliabu kafiri yake, mkubwa wake, ilishinda Shama, lakini hiyo vita mtoto kidogo akaifanya, na mwenyewe akuja juu yake ni mtu ya mita 3.21. Amani yake mtu ya mita 3 na mkono mmoja juu yake, na alikwisha kushinda miaka mingi. Saulo peke akamwambia kuwa huyo ni engineer ya vita, ni mwenye ambaye anapigana tangu zamani, wewe hautaweza kupigana naye, kwa sababu ya ile ikiwezekana hivi uweze ukaweza vaa nguo yangu ya chuma. Daudi akavaa nguo ya Saulo ya chuma. Nilifikiri hivi, kwa nini ya Daudi nguo yake ya chuma na Saulo ni mtu mkubwa? Kwa nini Saulo aleta? Ninawaambia hivi, kama Daudi angevaa nguo ile na kuenda kuua leo Goliathi, Saulo angesema kama singeleta nguo yangu haungetoka mshindaji. Haleluya. Ilikuwa ni namna nyingine ya kumvitanisha Daudi, ya kuwavitanisha, sababu kuna watu wengi hawapendaka ushindi ya wengine ionekane. Haleluya. Sema na mwenzako, usinionea wivu, lazima niko mshindaji. Haleluya. Wanafanya Mungu chini na jua vitanishe. Sasa Mungu atafanya wakati alipovaa mavazi, kuanza safari haikuwezekana. Alikuwa kijana, iko mzito. Jambo la pili fikiri, kwa nini Saulo hakuvaa nguo yake yeye mwenyewe aende pigana na Goliathi? Kumbe ushindi ilikuwa ndani ya nguo ya mfalme, lakini ushindi ilikuwa katika neema ya Mungu juu ya Daudi. Ninawaambia ndugu zangu, neema inaweza kupisha pasi watu wengine wanaonekana. Hata wadui wanaweza kuja nia, lakini neema inaweza kupisha na unapona watu 10 wanakufa. Ninafurahia ushuhuda ya pastor mmoja wapo ambao walikuwa kwa jukwaa, kitu ambacho aliniambia tena maneno yake yote nilifurahisha, sema kuwa siku walizaliwa kwenye maternity ambao walizaliwa watoto 15, lakini ugonjwa ambao ikaingia iliua watoto 14. Sasa yeye peke akatokea. Haleluya. Neema ikaficha, lakini leo ni pastor kubwa ambaye neema ya Mungu ilimtumika ile siku. Haleluya. Usione wingi ya watu, lakini aona kiasi ya neema ambayo iko juu yako. Haleluya. Usijali wengi za watu. Usisema ya kuwa tungekuwa watu wengi. Usisema ya kuwa ningezaliwa katika jamii ambayo watu wengi. Ona neema ambayo iko juu yako. Haleluya. Sasa zako sema kofu na ile neema ambayo iko juu yako. Haleluya. Kila mtu ana historia yake hapa. Moja kwa moja pasa alitoka. Moja kwa moja hatua ambayo ametembea. Maisha ambayo aliishi. Kwa utoto chakula ambayo alikula. Kwa utoto mavazi ambayo alivaa. Nilikuwa nasikiliza mtumishi mmoja siku moja anasema hivi. Alikuwa masomoni, walikuwa kwenye masomo. Sasa wakati wanasoma ndipo kwa nyumba yake kidogo ambao alimwe ndani yake kunapika chai, na alikuwa na sufuria moja kidogo ya kupika na chai, ndio kuna kuku. Alikuwa na pantaloni kama moja mbili soda hiyo, lakini hiyo ndio ilikuwa maisha yake. Ndio masomo. Siku moja mwanafunzi mwingine akakuja kwenda kumuona. Wanafunzi wake tunasoma tunakuja kumuona. Ule kijana alikuja kumuona, akapiga chai. Anasema
ilikuwa sufuria ya mweusi, ilikuwa ya makaa. Chupa wa msichana huyu hawakule, hawapike chakula makaa, lakini kule chakula inaiva kuresho. Tofauti yeye. Sasa akakataa. Alifanya haraka kwa upendo yote, lakini kule akakataa kwa sababu aliangalia chakula ni kwa mtu huyu. Iko nyuma sana. Lakini leo hii Mungu amemsimamisha na kuwa pastor mkubwa. Na alikuwa na bandara mbili kama moja, leo ana mavazi na mavazi. Leo hili kamtumisha sana. Haleluya. Usione maneno ya sasa kama inakumaliza, lakini omba ya kuwa neema ambayo iko juu yako, siku ingine itapaswa kwa kuvuka na utavuka ndani. Haleluya. Haleluya. Mimi kama nikikamata historia yangu na ninaandika kwako moja nikieleza, wengi wa watu watakuwa wanalia. Lakini nikiangalia mambo ya leo, tunali hapa, mnahitaji, watu wabale wanahitaji, watu wanahitaji, kuna Uganda watu wanahitaji, watu wanahitaji. Sasa hiyo mambo iko mambo ambayo hata wazazi wangu hawakuwasa. Hata baba mzazi yangu pale cho mambo hiyo. Hakuna jamii ambao waliwaza hiyo mambo. Leo naona kuna tembea, tunatembea kutana mtu, ni wengine Mungu anashusha moyo wake, anakuja kwa barabara na sadaka ya mashukuru, sio Mkristo. Leo nasikia wewe. Sio kitu ambacho naomba, lakini ni neema ambayo Mungu amenibebia. Sasa ile neema itanisaidia nisiweze kuona wingi za watu, lakini nafurahia kwa kile neema ambayo nimepewa. Wewe usione maneno kama watu wanavyoliona. Watu wanaona kikawaida, lakini wewe sio mtu wa kawaida, maana maneno ambayo unayo sasa ni neema msana. Amen. Wakati tunapozungumzia mambo mengine, moyo wa mtu ndio una ushuhuda ya mambo haya. Lakini anayesikia hawezi akasikia sawa sawa. Haleluya. Anayesikia hawezi akasikia sawa sawa, kwa sababu yeye hajui misingi ya mambo haya. Amen, amen. Kama wewe unafurahia kwa sababu una gari, mimi nafurahi kwa sababu ninaendelea. Kama wewe unafurahia kwa sababu pesa ni nyingi, mimi nafurahi kwa sababu neema yangu ni zaidi ya pesa hii. Kama wewe unafurahi kwa sababu una nyumba mingi, mimi nafurahi kwa sababu neema iliyo juu yangu ni zaidi ya nyumba nyingi. Nyumba itapomoka lakini neema haitabaki. Haleluya. Neema sana imenisamehe sana. Imenioshwa mzambi. Imeniondoa mizigo ya huzuni. Imeniondoa mizigo ya kilio. Silie kwa ajili ya magumu, kwa sababu najua ya kuwa hiyo magumu inapofika leo, kesho nitaisahau, maana ni mgeni. Haleluya. Inanisaidia sitamani vitu yako, kwa sababu neema ambayo ninayo, ambayo Mungu ameniletea kwenye njia ya kazi ya msalaba, hiyo neema inatupasulia njia. Tena unarudia niona hapa, kesho utaniona kule. Kwa nini nikana na raha? Sema na mwenzako usika kuna wivu, maana neema ambayo iko juu yangu ni zaidi ya hiyo. Haleluya. 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 Amen, amen. Tunapokuwa ndani hapa, Mungu wengine afurahi. Sema kama niomba, kama tukutane na wewe. Ndio watu wa nchi. Nishakwambia siku nyingine. Nishakufahamu hata mabesa ya watu ya nchi. Watu wanakuwa kana hata sabeni niko nayo. Mtu kama basi ndio wakati tutaongea. Moyo wangu unashtuka. Naomba kila mwaka nifungue kabisa moja. Na nia kumbana kwa pesa. Mulisha kununua. Sika juisi hapa kununua. Kwa sababu kununua. Amen. Mungu awabariki sana, awaongezee. Haleluya. Sasa ilikuwa ni mtu mmoja. Yeye
na veste yenyewe nanunua. Kama sikokete bana kununua veste na envelope. Nataka kuambia nini? Mambo ya Mungu ni zaidi ya enyewe unaona hii. Zaidi ya enyewe wewe unaona. Neema ambayo juu yako usizarau, kwa sababu neema ya msalaba, neema ya wokovu ambayo imeshuka juu yako, usilinganishe na magumu yako kidogo kidogo ile. Maana ile magumu itavuka, itapita, itapasuka, habari yake itaisha. Ile mnasikia? Habari yake itaisha. Amen. Tunaweza chapa mbele kwa Yesu Kristo. Nani anapanga mambo hiyo? Haleluya. Asante. Daudi, hiyo neno ndio lilimchezesha. Aweza akacheza. Haikukuwa kwa sababu anajua ni kucheza. Akakumbuka mafuta juu yake ilikuwa neno. Mungu ambaye aliweza kumchagua, akakataa mafuta ishuke juu ya watu wengine, ishuke tu juu yake. Goliathi alishindikana, lakini ni Mungu ndiye akaweza kumaliza Goliathi kupitia yeye, mtoto kidogo. Na zaidi ya ile Mika, yule mwenye anaongea ni mtoto ya Sauli. Siku Daudi anaua Goliathi, wakati wanarudi kwa mama wanakuwa wakushaka maneno mingi, wakaanza nimo. Daudi anaua 10,000, Saulo 1,000. Mwenye kiti ya ufalme iko Sauli. Daudi iko mtoto na mtoto wa kupo, alienda ona ndugu zake na mama juu yake. Lakini wa mama na furaha yote, Daudi 10,000, Saulo anaua 1,000. Sasa nasikia akasema hivi, hii haiko mambo ingine. Wa mama wanataka kutia mtu huyu kuwa mfalme. Akasema mjongeze karibu. Sio maana Saulo yule mwenyewe wakati aliingia kasirani kubwa, alikuwa na chuki kubwa, ukaingiwa kwake mapepo ya kifafa mfalme. Sasa wakatafuta Daudi, akasema mwenye anajua kupiga heshima nzuri ili mapepo toke. Wakatafuta Daudi. Kidani yake ilikuwa na mafuta. Haleluya. Wakati mfalme analala chini anapiga tu, Yesu ni wangu Bwana. Ndipo nasema ilikuwa hivyo ile inaonyesha. Jo, wakati ile mapepo katoka ataacha mfalme. Na ndani ya ile wakati ile mfalme anaamka, alishashtuka hivi, mfalme atatafuta kutoboa Daudi mkuki mara moja. Anatoboa siku nyingine, mkuki inapita kwa ukuta. Inaarate Daudi mara 3. Anaarate kuua mwenyewe na mfufua mara 3. Mungu akitaka kutembeza, wakati mwingine wale ambao ulifanya kwao, ulikuwa kwao msaada, watakusahau. Wanaweza kuwa na mabaya kwa ajili yako, lakini Mungu asiyelala hawezi kukuacha. Haleluya. Nilikutana na juzi, nilipata hoja ya mtu mmoja. Wakati kutoka kanisa kwa jirani, Mungu alikubeba kufika hapa. Waliweza kuongea juu na chini na ngambo zote. Lakini juzi ananifanyia hoja na sasa unakuwa kwa mtu wa Mungu, na wale wasifu wanapenda sasa au kila siku Mungu anaonyesha tuko na wewe. Mungu anakuwa kuziokia sana, naona kwa nipenda sana. Haleluya. Na wakupenda tu. Mambo iko hivi. Na yeye anataka najua kuwa tunaendelea. Mimi sikuko watu wa Mungu, hayo maana ya kanisa. Sasa mtu anaongea, yeye anataka kujitoa kipekee. Sasa nani anasema kwa tu maana ya kanisa? Mambo hivi sasa Mungu anaanza kuzungumza kwenye roho yake. Haleluya. Tutamlie Yesu Kristo kwa. Neema inafanya mambo ambayo haiwezekani kwa wanadamu. Niliwaambia siku moja hivi, ninaomba kuwa
unasema mazuri ambayo unafanya na neema ambayo iko juu yako. Kwa sababu gani? Iko mara ya kwanza mambo moja ambayo ilionishtusha ikafanyika. Niko naenda kuomba, nikafika kwa maombi, ukilima, niko na offer mambo ilikuwa ndani wazi. Kuna mtu mmoja alikuwa watumishi wale wanaingia kwa maombi kwa siku ya pili. Mungu akawazungumzia wanataka kutoka, akasema msitoke kwa mlima kama mbado kutani na mtumishi na kusema mafundisho yake ndani kwa Elisha. Iko siku ya pili wako naomba, kisi ya waomba bado ni mwaka. Sasa nitakuwa naenda kwa mlima siku ya 5. Walikuwa kwa mlima wanaomba siku ya 5 tutafika. Sasa kwa nini nakufika pale kwa kanizunguzia hivi? Kuna watu moja, mtumishi mmoja akakwenda kumishopa basi fulani. Lakini aliweza kuuliza kesho moja na watumishi wote. Wale wote wapali familia nao, lakini ndio majibu kwa kwao. Ndio ndio yeye anakwenda usiku. Sasa yeye wao wanajua wao wanajua. Bila ndio kulima kwa haraka kulima kwa sasa. Mungu anasema wewe kuwa kulikuwa na watumishi wawili. Mmoja alikuwa na nyama ya kondoo na mwingine alikuwa na nyama ya ng'ombe. Sababu ya nyama ya ng'ombe ndio ilikuwa kuenda ya chini. Unasema kwa hiyo wao wanaongea na yeye na bibi yake kilimo naomba. Wajua mambo ya kanisa yao. Sasa na wakati ya Dodoma watu wanaongea waende wakanunua nyama. Sasa yeye anaenda kununua nyama ya ng'ombe, sasa nyama ya kondoo ilikuwa bei kali. Lakini nyama ya ng'ombe ilikuwa ya bei kidogo. Wewe unaonyesha nyama ya ng'ombe iko wewe ya chini. Wewe unaonyesha nyama ya kondoo ilikuwa mtu mwingine. Wakati tunataka kununua nyama ya ng'ombe, mtu anatokea usila nyama ya ng'ombe. Sasa ndipo unajua nyama ya kondoo ilikuwa bei kali. Kwa hiyo kwa kutisha kwa mtu. Sasa jo mchana sasa kupata siku yote tunataka mchana sasa tunaenda kutoka kilimo. Mungu kilimo anatumia habari wewe kuwafundisha watu kwa nini? Sasa kuna shida. Mungu anaongea nao kwa mambo yanaenda tu. Inafika sasa inakwenda sasa programu nafika nafundisha mtoto wa pale maombi nafundisha na sasa basi ningerudi Mungu anaongeza programu nyingine katika watu tunao na kutoka kwa mbalimbali ya Uganda ya ndio mwingine kule kutoka Uganda mwingine kutoka Bashaka kwa watumishi wengi hakuna vile wa pastor ni kanisa. Sasa tutakutoka programu nyingine na declare watumishi peke peke naomba sasa wanasema kuna mafundisho ile naomba tuombe Mungu atusemee kitu moja tunapoomba watu wa sasa tunapomaliza mambo ile tunafundisha mambo mengine kurudi watumishi wengine watumishi wanaenda sehemu nyingine wengine wanaanza kuenda karibu na ule mzee na wengine wanaanza kuenda karibu yao wanafika ndio sasa yama kwa sasa kama yama tena ngapi sasa ndio Mungu ulisha create jo niko ule mtu mwenye mtoto na bibi yake anataka kwenda kuzungumza sasa Mungu akafanya neema watumishi wengi ya nyuma yake ya ule mtu alikuwa apote zamani yeko kwa ngambo ya Kangutu hapana kwa ngambo ya Bundibujo au ngambo ya Uganda sasa kweli alikuwa mwewe chini wakati wanafika yule anataka kwenda karibu yake wanasema yeye anasema wewe anataka kwenda karibu yake chini sasa karibu yake anaanza kuambia watu wake hili na bidii bado wanataka tunazungumza watu kuzungumza sasa tunazungumza ninaanza kukumbuka tunapata kwa tunazungumzia maneno ya ndio ambao nilipata kuona kusema hivi asema ile mambo na mfano nisema hivi huyo mtu atakuwa hitaji ile safari yake majibu yatakuwa kwa mambo na kwa hivi inaeleza wala kueleza lazima hapana ile kwambie mimi Mungu sema hivi usiku mambo ilikuwa hivi sasa nilikuwa naenda kwa huyo nasema hapana jua kaenda kufika nikasema kama ilikuwa hivi muombe tena mtafika na habari nyingine asubuhi kama ilikuwa mimi kweli wakaenda kuomba akaenda kuomba asubuhi maseke wanapita
Mtumishi, Mungu anasema wewe ndio alikuwa anazungumzia na si. Ili majina mama yetu mkono yake. Tunaenda pembeni tunaenda omba tumeni kidogo hivi majina okay. Mungu ni Mungu. Ni kalenda yangu mambo naisha na mtu kwa baria. Siku ile napata telefoni kuchukua. Mungu anatuambia tukuje na mashukuru. Wanakuja na mashukuru. Kufungua envelope $10. Unasikia? Envelope ambayo kule mtu nipeleka $6. Unasikia? Nani aliweza kunijulisha mpaka mchuana? Yeye pala jua nini? Tumana unanaka, haya niona, si haona. Unasikia? Ala usikoteje ya maneno yako naona ya watu hii. Simama juu ya neema sana. Akao umepata ni zaidi ya maneno ya watu. Watu wanaweza kuchenga mabaya lakini neema ya msalaba itakuhamisha kutoka pale unatokea mshindaji. Ushindi yako ni kuweza kutia baleni ya mazuri ambayo Mungu amekufanyia. Nakumbuka hiyo. Haleluya. Mwambie Bwana asante nimekuona. Haleluya. Haleluya. Chapie Yesu Kristo niko. Pengine ulikomaa katika maisha ya shida lakini kutoka ulipokuwa na komaa hausikie maumivu ya tumbo. Hiyo ni neema. Amen. Haleluya. Hakuna nafasi ya kulala na hela au ya kutoka na hela siku asubuhi unafika. Lakini neema ya Kristo iliyokuwa juu yako itakuepusha na mikrobo zote ambayo imekushika. Ndio mkijisi. Daudi alipopona baba yake mwanamke yake, sasa usikie na neno ya Mikali. Daudi mfalme Sauli akasema hivi, nitakupa mwanamke lakini hautaleta kwangu ng'ombe. Unasikia? Hautaleta nini? Hautaleta vile mbuzi. Lakini mali ndio utaleta. Sasa mali gani? Anasema hivi, wewe mali yangu itakuwa upike na kiume, mwili ya kiume ya wanaume 100 ya Wafilistini. Atapata wapi? Ile mmoja namna gani ndio awe mkali. Hakito utatena Bwana utoshe kiume yake. Je, Daudi akaenda katika Wafilistini. Kutoka kule akatoka nayo 200. Mara mbili. Anaelekea mishono akaenda hiyo mwanamke. Kwa ndugu zangu. Kuna maneno mengine iko kwamba ni bosi wazekana lakini Mungu anaweza. Niko mama ambapo niko Sauli anatafuta hivi waue Daudi tu. Lakini Mungu wa rehema akamchunga. Akasema kuwa akamchunga mzima na akaifanya wadui wa 200 wakakufa wanaume. Daudi na wao wanaume 200 kwa kuleta hiyo na kula kukamata bibi. Ndugu kama unaona kwa familia kati yangu ni bibi kwa tatu ngombe tano huko ile. Unajua kuna watu wao waileta kitu kingine yuko zaidi ya ngombe hii. Kwa sehemu kwanza. Sema mzako kwa sehemu kwa ile basi. Haleluya. Kapea sipisiko. Ni rehema ya Kristo wa Mungu amekuwa juu yake. Nitamchunga kwa mabaya hii. Nasikia kweli. Nina mtumishi mmoja
ndechudeke moja anakwenda kwa pale. Alikuwa anatumika ndani sio kwa nini? Kwa pets. Unajua pets, nani kati unajua pets? Nani anajua pets? Mtu mmoja basi okay. Unazaliwa nyumba ya watu kutembea kwa pets. Na kutoka bambu kuweka pets. Watu wakaenda kungoja yeye barabara na mshale. Alikuwa na ndero yake. Alienda mabanga je unarudia. Ile kwa hiyo unarudia, alienda wakati yeye aliona. Sasa ndio kaenda kwetu kuja kuua maana. Ndio wakati akarudia, akakuta yeye tena ndero yake njia. Watu ndio zungusha kwa njia hiyo. Ndio bambu ndio kupetisha. Wakati unapanga na yeye yake mjua afika mwingine. Kama gari inafika, ndio watu wakakwenda wakachoka, wakarudia. Lazima basi unarudia. Ndio ushafika, unataka jambo gani? Kama unaona nilipita sura hii njia. Ulipita kuna njia ile ndio. Unasema sasa si. Uliweka wewe njia na mshale tukuue kwa barabara. Sasa tupanda ona wewe. Neema ya Mungu ikafanya watu wasimama. Apite. Weka maneno ya neema hiyo maana itakuficha mbele maneno mengi. Watu wengine wanalia kwa sababu wachungwe. Ninawaambia hivi, mimi siombake usiku. Mungu, leta mambo ikuwe hapa chuna ni hapa. Ninapoenda lala, ninashukuru Mungu kwa maajabu yake, kwa mazuri yake, maana yeye amefanya ni mengi, atazidi kufanya ingine mengi. Na kwa nia yangu habari za walozi pana, sababu walozi walisha kuniloga na walishindwa. Sio mara moja, sio mara pili, sio mara tatu. Waliloga na kuloga. Na wanaona ya kuwa ni buu. Amen. Haleluya. Na yote na ninaendelea wale wenye Mungu alisema watakuwa ni huyu wenye walifika mambo hivi siku nyingine wanaongea ndani ya watu wakati unaomba wale watu ninaendelea yao. Ninawaita leo namna gani mzuri na yeye bila wakati tutakutana tunaongea na furaha bila jua hivi niko zaidi mkubwa pale tukiendelea na mtoto. Aliye ndani yangu kubwa kuliko yule aliyewa. Unataka unaogopa nani kwa wakati? Haleluya. Kuna siku nitaenda, kutoka kule nitaenda. Lakini pamoja mimi bado siaenda bado, sina habari na watu. Nina habari na yule aliyeokoa, ananifanyia mazuri zaidi ya yale wanayofikiria. Haleluya. Haleluya. Sema mara saba nakupenda Yesu. 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 Haleluya. Daudi walimletea mikuki. Mungu akamsaidia. Leo wakati yuko anacheza kwa kuona sanduku la agano na kucha. Nani nasimama yule Mikali. Mwenyewe kwa ajili yake alipona kifo. Ndio nasema mfalme wewe pana jeshimia. Unachema za ovyo kwa ajili ya yule mweke Mungu. Kama unafanya ndio ile sana unafanya sana watu mpumbavu moja hivi. Mtu bure. Akasema kuwa ni yule Mungu aliniweka kuwa juu ya nyumba ya baba yako. Baba yako alikuwa mfalme. Na alimtafuta mara ngapi aliuwe. Mara ngapi niliweza kupona kutoka kifo chake. Lakini Mungu akanichunga.
Unaponiona leo hivi bwana yako ni kwa ajili ya yule Mungu, na mbele yake na unaona ninakuwa bure, nitajiulisha bure tena, nionekane bure, lakini watu wataniheshimu tu. Amana yake hivi, heshima yangu ni yale ambao Mungu ameweka. Ninawambia hivi, hata usipotaka utapata unachapa mikono kwa watu wengine na hawakuwasi, kwa sababu kwake inafika jambo ya kuchapa mikono. Mbona sikia hiyo? Kuna watu wengine utachapa kwao mikono, hautaki kuchapa mikono, sababu hewa ambayo Mungu anampeleka ndani yake kwa hewa ya watu, utachapa mikono kwa ajili yake. Na wewe mwenyewe ulikuchukia wewe utachapa mikono, unapiga vile vile. Iko mtu ambaye uliona sana leo unapika uchapa kwa mikono. Muda ya mikono ime. Haleluya. Haleluya. Mwambie Bwana asante mara 7 kwanza. Asante Mwokozi. Haleluya. Leo sana. Oh, Mungu wa ajabu. Daudi wakati alipokumbuka mambo hayo, akasema nitashuka tena. Mimi sina habari nyingine na watu, ninaamini na kuwa Mungu akiwa upande wangu, hata watu wapande wasipopanda, hata shetani apande, Mungu akiwa kwa upande wangu, mimi ni zaidi tu, kwa sababu uzaidi yangu sio pesa, uzaidi yangu sio elimu, uzaidi wangu ni neema ya Kristo ambayo imeondoka na kifo. Mungu ana mipangilio ya kupeleka tembea na watu kutoka hatua hii hatua nyingine, kutoka hatua hii hatua nyingine. Mungu akikuonesha amekuonesha ushuhuda, kutumilia maneno ya ushuhuda, Mungu amefanya maneno mengi. Haleluya, 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 haleluya. Ninawaambia sekre, mbele ya kufikiria mazuri mengine ya Mungu, ugonjwa na kuwaka na paka peke. Wakati unazungumza hivi, ukienda kupanga uzuri, uko unainua kwa ajili ya mazuri, unakumbuka mazuri ya Mungu, hata ufika kwa ugonjwa, utajipata unapona peke. Tena kusuka hapo, ushapona. Hata mtu anazungumza, kuna watu wengi waweza kusikia mzuri, wafika watu wadhaifu. Nani kati yenu? Nani anasikia mzuri? Unaona? Vile ndio hapo. Maneno ya Mungu sio katika Biblia yetu inabaki, lakini naomba iwe hai ndani yako. Amen, amen. Ulikuwa unatamani chakula mazuri kwa watu, leo Mungu anapokuletea ujue ni wakati umefika. Sio habari ya vita, hiyo sio maneno ya vita. Kuna wakati mwingine mtu anafikiri ameshindwa kwa ajili ya kuendelea vizuri. Wakati mwingine Mungu atakuvalishia mavazi ya kudharauliwa. Unadharauliwa, wanaongea, wanatukana, wanapanda, wanasamba, wanasema ya kuwa kama hauko pusu unaweza kuwa hivi, kama hauko hivyo uko pale, na kesho wao wenyewe watakuita chef. Sio unataka, sio unawaomba. Muda ya kwanza hiyo imepita, sasa ni muda mwingine ambao haiwezi kuzuiliwa. Hata asipotaka kusema, hata moyo wake kuna vile ya kusema kuwa
mwingine, huyu ni mwingine. Kuna muda ya kuzaliwa na kuna muda ya kutafutika. Kuna muda ambao watu wanazaliwa na kuna muda ambao watu wanatafuta kutafuta. Yesu, Yesu, asante sana. Hiyo mambo yote yanafichwa ndani ya neema ya Kristo. Neema juu ya neema. Amen, amen. Haleluya. Hata ukifika karibu yangu, unabeba dola ya saki unafika nayo, moyo wangu haitatamani, haitashtukia, sababu neema ambayo Mungu ameniokoa nayo, amenizidishia, iko zaidi ya dola ya saki. Nataka kesho alete dola ya saki, itakuwa pia saki. Nataka tuwele ya kontena, itakuwa kontena. Lakini moyo wangu tuseme hapana, siwezi kusema kwa sababu ninajua kazi nilikuwa, na ninajua eskalier ngapi nimebaki nyuma, na ingali niko nasonga, na ingali niko nasonga, nitafikia. Haleluya, haleluya. Kwa ajili ya neema hiyo, kuna wakati mwingine watu watatafuta tu na majina yako na kuwaka heritier mwenye nao za mtoto atatafuta jina mtoto yake kweli tu. Hiyo haiko kwa sababu watu wanafurahia jina, wanafurahia heritier kama jina ya maana yake hapana fahamu, inaomba watie jina. Hiyo yote ni neema. Unajua? Na watu wanatamani siku nyingine za mtoto jina yake utie heritier. Sio kwa sababu yeye anasema hivi ndivyo unatafuta. Mungu amefikisha Yesu, watu wengi wafurahie jina yake kwa kimwangalia na wafurahie jina. Hawatia ndio kwa sababu wanakuta kuBiblia ndio wanaona kwake. Kuna mama mmoja ukapanda za madoke wakati mmoja alipopata mimba, mwisho alipozaa mtoto akajinya jina mtoto yake Elisha. Na nilipofika akasema baba kushikisha sana, ndio mtoto yako Elisha jina yako. Haleluya. Ninafurahi. Kumbe kuna wakati Mungu atakufurahisha, atafurahia jina lake, maana iko maana Mungu anampigisha pale. Hiyo si maneno ya maombi. Hiyo maneno ya okay Mungu. Tembea na yeye, heshimu yeye, kuzungumza na yeye, fikiria mazuri yake kuliko mazuri ya wanadamu. Amen. Mungu inakucha. Usiwe na wakati ya kupoteza kwa maneno yenye watu wanazungumza. Bana poteza muda yako. Usiwajibu. 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 Ukapata siku nyingine kunapita. Dinani tuliongea na watu wote kwa restaurant kutoka hapa naingia kwa salon. Na mpaka salon kutoka hapa na rido ya aina mbalimbali vile ikaa. Mnakaa kwa sababu ni wao. Wao nyuma wakatokea wataka vile waende wakakaa kamera. Sasa nilikaa niko kwa ukuta, niko naona mili wangu huku. Wanafika wanaikaa pale. Kumbe kutoka tulipogawana kwa restaurant wanaongea mabaya juu yao. Wanaendelea hadi mpaka wanafika naye pale. Wakaikaa juu wanaona huko watu. Niko na nguo mzima. Ona kaka yule. Wanaongea. Wanaongea. Mtu huyo bwana mtu mbaya. Unaona namna anasambaza watu wanatisha kabisa. Unaenda hivi. Maneno yote ile unafanya iko maneno ya mtu huyo unapata maneno. Ile maneno MCA hapo. Iko maneno yote leo unaona hivi iko mambo hivi. Wanaongea hapa. Wanaongea. Nywele yangu kwa pole naisha yote. Natosha nguo kutoka. Yuko apita hata wasanii walikuwa nafika leo kata nywele. Eti. Kimbia kwa njia kali. Mimi nasema sio ile sikusema, asiyasema. Sio kitu cha kuja kwa restaurant tunakuta tunafika bila wanafika bila kunakuta kwa restaurant
Mmoja yao ndio anakuja kwa restaurant, anakula chakula, tunakula chakula. Wewe naomba franga, sio franga. Asema na mwenye restaurant, usio kwa franga mimi naleta yote na mabasha. Acha ndio chakula mara mbili. Siku chipu, tunataka naona. Haleluya! Mungu wetu hayuko Mungu ambaye kwa ajili yake unajipigania. Weka confidence ndani yake, ile inatosha. Wanajua nimeyasikiliza yote lakini siji. Nakaa kwa mimi nasikia mbusu na mabaya. Bila mazungumzo. Kuna uwezo ya ajabu ndani ya kunyamaza kimya. Sasa mwenzako tosha hiyo kinywa ya kuweza kuongea mingi. Ya kujibadilisha. Inabishaka mtu bure. Na nasikia hivi. Amen. Kuna watu wengine utasema mmoja pale na mambo kusema kuli. Mbili. Kwa sababu kuna mimi Yesu ndio usiona hivi. Mimi ndio kwa Mungu ayua mimi na mtaka kugombana na leo. Kwa kile aokoka ndio ndio hasi. Nilipanda mbele mambo hivi. Mimi nasema usiendelee na mimi naokoka, omba nisikie naokoka kwa Kristo. Mungu atusaidie ndugu zangu, atusaidie ndugu zangu, atusaidie kaka zangu sote, atusaidie. Haleluya! Haleluya! Ushindi nayo ndio hii, ushuhuda ndio hii. Tangu niliokoka mimi ni salama. Haleluya! 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 Amen. Mungu yule anayeokoa, ukifahamu neema liko juu yako, usijisumbue. Unajua ya kuwa kwa baba na mama yako unajua mambo ile. Kama kama unapenda kuungana na kusomea bugari na kufanya msake, hata unapofanya walipigana kwa ili akija kwenda kueleza. Unajua mama kwa hivi. Hiki jamaa za kimya bila kujibu. Wala kama mmoja yuko kwa hiyo pale haya nafasi. Juu ya nini? Siku nyingine unasema sasa tunaleta mambo ya sasa. Sasa tuko hapa kwa nyumba. Ndani ya watu mambo ya sasa sasa. Ndio na mchana hapo kwa makali. Lazima kuzuia hivi. Awali yake na maisha kwa vitu mambo. Ndio kwa mambo mengine. Hapo ukitaka kutoka sasa ile bado kusasa. Kama mtakuta hapa Dorotia na Petromila wa Kristo Angels Mungu napigana barabara, mwingine unakaa shule ya mwingine barabara. Nitaka kuimba Yesu kwa uzima wangu. Mtafikiri mbona naona. Mimi naona yeye. Na ninaomba mmalize kwa karate hii kwa sababu Joe tunafanya na yeye haiko hii. Hapo ile pale kuna yeye kudini nyingine. Kwa pale kwa Kristo kudini nyingine sio kudini ndani kupikana. Mumalizane. Kama mimi namwambia sababu kwa kuzungumza maneno mengi wanafuata. Tunazoea maneno ya usiku hapa ndio neno. Huyu unamaliza unakula masikio ya wenzako, unakuzungumza maneno ya masikio wanakuaka. Mumalizane masikio. Usifikirie kwa kushibida hapa kama kuna kusaka nje. Ita tunajisha gawa hapa na Biblia. Kisha gawa Biblia kama vile malaikini kule. Mimi ndio kule nimeenda kupiga meno yangu. Hapa. Niko na bebani nachunga na meno yangu yote kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kati meno naisha hata hapa. Hapa ni hivi. Chunga neema ambayo iko juu yako, maana ni hiyo. Bwana sio watu walileta. Kristo msalabani ametumimia neema hiyo. Sasa yeye ni neema ambayo inakupatanisha. Hauna hitaji ya mambo mengine yoyote. Amen, amen. Haleluya. 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 Amen. Hiyo neema ndio inakupeleka sifa. Juzi nilisema hivi, nilipata habari
pale mama moja hapa asubuhi anapoamka asikia kwenye roho yake imesha nafika na kama sasha. Na anasema na yeye akuja sasha. Roho yake ndio inashtuka. Ngalo ngati bila atakwenda na kutoka. Anafikia kwa kazi ile. Hakuna watumishi leo najua wataandika hiyo roho yake inashtuka. Kwa sababu anakumbuka mazuri ya Mungu. Hiyo inatosha. Haleluya. Hiyo pekee inatosha. Anakwenda kutafuta anaenda yake. Sasa mazuri hii ndio na kanisa yake inataka nguvu. Mungu anapofikiria mazuri na unasema Mungu asante umeniokoa, asante umenisamehe, asante umenifungua, asante Yesu, asante. Leo umefanya jana, utaifanya leo, utaifanya kesho, endelea kuifanya kwa utukufu yako. Heshima ikubilie. Haya maneno sana shetani wewe unaweza kubosha. Uliweza kuwa uko babu yako wewe utageuka babu ya watu kesho. Babu ni tate kwa Kiswahili. Babu kwa shetani. Babu ni tate kwa Kiswahili. Sasa mapepo ya babu na mapepo ya tate kesho wakuona na kuongea kule utakuwa unasema mapepo ya ndio itakuwa nani? Haleluya. Uko sahihi ya maneno ndogo na usikuwa na kama hapa wanasema kwa jina la maji hapa utapaka mafuta hiyo maneno kwa waya. Haleluya. Haleluya mafuta. Lazima tupakaliwe mafuta yetu ni Kristo. Ni sahihi mafuta kupaka. Leo kanisa la jambo linalopokea mafuta. Leo ndio watu wabarikiwe. Kwa kwani wewe ukisema kwamba hivi unataka kunibariki na nini? Useme utanibariki na nini? Niko kesha kubarikiwa kwa namna zote. Mbele nyuma kama yote ni kubarikiwa. Kwa maana roho yangu inabarikiwa. Hapa ukisikia ninakuwa na uchungu. Kama hausikia mzuri, ngoja karibu na mama bebeni mzuri na yeye. Uliza yeye. Leo sikaenda chua. Au sema leo uchungu ulikamata roho hii. Uchungu elimu. Mungu akikufa hiyo haikuanza jana. Inaanza kuchuka. Sasa leo utazuiza watu wasikufa sikio. Utaweza kaburi ile baridi. Na wewe ile kama hizo unataka kuna nini? Ndio unasikia? Mimi siwezi kunyamaza. Watu nakupa ile utapata sababu. Kwa sikilio zote unasikiliza kwa jibu hapa sauti pana. Amen. Kuna watu wengine hata baba wapi kuniambia lakini kwa kilio sasa kwa angalishi. Amen. Mungu abariki mbele yetu mshaji anasema kwa acha niimbe acha nisifu kwa sababu sio watu wote waliopanga nini? Wewe umepanga neema, chunga neema hiyo ni zaidi ya mali. Kaza msalaba, neema msalaba kukufanyia mazuri. Tunaenda maliza. Soma ndani ya kitabu cha Yohana. Yaani kuanza kujua baleni yako leo ambao kwa ngoja kesho kishokutwa ni neema ambao umepata kwa msalaba. Hiyo inatosha. 12 sura 12 11 Yohana habari njema sura 12 shairi lake 11 nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Lakini Maria alisimama nje karibu na kaburi akilia, basi angali alilia, akainama akatazama ndani ya kaburi. 12 akaona malaika wawili wenye mavazi meupe
wameketi mmoja kwa kichwa na mmoja kwa miguu pahali alipowekwa mwili wa Yesu. Amen. Haleluya. Maria amesimama kwa kaburi ya Yesu. Wengine wameenda, waliwani wanarudia. Maria Magdalena yuko na lia. Yuko na lia nini? Kwa sababu hakuona mwili wa Yesu kaburini. Unasikia? Analia nini? Akapanguza machozi tena, akatupa macho kwa shimo, akajaribu kushuka, akaona wa malaika wawili. Wengine kwa ngambo ya miguu, basi walitia maiti, mwingine kwa ngambo ya miguu na mwingine kwa ngambo ya kichwa. Sasa hao malaika wawili alipowaona wakauliza unalia nini? Anasema iko sikute Bwana wangu hapa. Amen. Basi tunasoma anasema kuwa waoneshe basi wamempeleka Bwana wao. Amen. Sasa wamalaika hawa walikuwa ndio kutupa macho hivi, akaona mwenye nguo mweupe. Kumuuliza akasema usiniguse maana sijaenda. Ilikuwa ni Yesu. Maria Magdalena kwa nini alilia? Absence ya sanduku la agano. Yesu ndiye sanduku la agano. Ndani yake tuna kila mazuri. Mkate wa uzima ni yeye. Ganga ya utumishi ni yeye. Hiyo mawe amuri ya kufuata ni yeye. Sasa wakati wa malaika hao wanasimama kama kitu na Mungu, kwa sababu kwa sanduku la agano vile iliomba watie makerubi wawili walikuwa. Mwingine hapa, mwingine hapa. Sasa kwa kuonesha kwa agano kipi ya kuwa Yesu ndiye sanduku la agano ambaye kwa agano la kale sasa huyu ndio Mungu pamoja nani? Iliomba azaliwe kwa kuokoa Mungu pamoja nani? Ndiye Yesu. Unasikia? Sasa wakati Maria hamuona, kilio cha Maria ilikuwa kwa sababu Maria alikuwa kahaba kushinda kwenye Magdalena. Maria Magdalena alichukiwa kwa ajili ya dhambi. Kwa kahaba alikuwa kahaba kubwa. Lakini alipokutana Yesu, dhambi zake zikasamehewa. Mapepo saba kubwa kubwa katika ndani yake. Mapepo saba maana yake kila pepo na kitu yake. Kila pepo na kitu yake ndio saba. Sasa Maria istuana Maria ikabadilika. Leo kitu ambao Maria analia kwa kaburi ni kuangalia yule aliyebadilisha historia yake. Halia kwa mambo ya pesa wala njaa. Anaona yule aliyebadilisha historia yangu. Mmemweka wapi? Alikuwa na presence ya sanduku la, alikuwa na mahitaji ya kuona sanduku la agano. Wateule watakatifu hawalie kwa njaa, wanalia kama anaona na Mungu yuko mbalimbali. Hawezi kulia kwa sababu unalia, lakini anapojisikia wakati yote ana Kristo, presence ya Kristo ni kwa ajili yake, ni karibu naye, ni ndani mwake, ni nyumbani mwake, hawezi kulia. Mke anaweza kukuacha, lakini presence ya Kristo kama haijakuacha, haujaachiwa bado. Bwana yako anaweza kukuacha, atakusahau, atakusahau, atakupiga kwa nyumba, atakuwa kufungua pete katupa chini kwa sababu haone maana yako. Lakini kama una Kristo, kama una sanduku la agano, usilie, usihuzunike, maana wewe ungali wa maana sana. Haleluya. Tunaweza kuchapa Yesu kwa basi joi kama iko watu
sana. Sababu ya nini? Shule alinifikisha hapa, ninahesabu maeskalia ambao imebaki kule nyuma haiko ya mzaa. Haleluya, haleluya. Unatoa mambo hiyo, penda mke wako, penda watoto wako, lakini hawana uzima wako. Akusikie. Penda mke wako, penda mume wako, penda watoto wako, lakini hawana uzima wako. Wanaweza kuwa pale pale na utazimia na unaenda. Penda pesa, lakini haina uzima wako. Nyumba, mngejenga nyumba ya etaji ngapi? Uzuri, jenga nyumba. Itapamba mwingine lakini haina uzima wako. Haupate neema ya hiyo kitu. Maria alilia mambo hiyo pekee. Sasa kukosekana ya sanduku la agano, ndio makerubi wakaanza kuongea. Amen, amen. Hao nasema mtu akiwa ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe. Maneno ya zamani, maneno kwa nini unakumbuka maneno yake ya zamani? Kumbuka mazuri ambao imebadilisha mabaya ya zamani. Neema ambayo pasua njia. Leo unasikilizwa, sio wewe unataka kusikilizwa, lakini neema inapasua njia usikilizwe. Uonekane, uhitajiki. Kama unaona mara mingi watu wanapofika, hata watu wakubwa wanapofika kama kwa kitu kama uko na hiyo leka. Kwa sababu gani? Watu wanapita kwa macho yake 500. Kati yao hawaoni mtu ambaye atanyosha kwake mkono. Kama anaenda kunyosha mikono kwako, sasa Mungu amekwisha kuinua. Biblia inasema mkono unaoleta ni zaidi ya mkono unaokuwa chini. Ndio unasikia? Ndio. Unasikia mambo kweli? Unasikia mambo kweli? Ndio. Haleluya. Tusimame sasa tunaenda. Haleluya. Utamani wako ni kiasi unafikiria mazuri Kristo amekupenda. Hapo kuna basikali nyingi. Amen. Mungu akiwa célibataire, shukuru kwa kile tuomba Mungu akusaidie. Omba Mungu akusaidie akulete mali aoe vile. Amen, amen. Na kama wewe unakuwa na watoto, ndio leo ulipofanya watoto. Kwa kusema hivi, hapa kuna zungumza ile kwa watoto yako ile pana ngumu. Wao kuiga balia na kupanga tena zaidi kupangaji na babako. Basi ile mtoto dongo unapona mtoto kati hiyo babako anasua ndio kwa ile udongo. Yanakuwa mchafu yote na ingine wakati ingine watoto wenyewe wanaanza kukumi, wanakosa vile nguo, taratara inakuwa yote hapa taratara. Ile yote kwa ajili ya kuchapa watu. Ile kama mateso. Usiweze kusahau mtu kwa sababu una watoto, kwa sababu una franga, kwa sababu una mavazi hapana. Neema au imekuwa juu yake inapasua njia nyingine. Basi ambao hauwezi kupita. Shukuru Mungu kwa ajili ya masuli yake. Nenda tumaombe. Ninapokuwa ni Kristo wewe, ni wewe.
Simama tunaomba Mungu aishe. Usiangalia kwa sababu tuna deni za watu. Tumika na amini Mungu ataleta deni hili. Tumika na amini Mungu atapasua chini. Pastori yetu mpendwa Eda Agua jana walikuwa wanafunga juu ya $168. 168%. Jana walikuwa juu siku ya kutoka wakanina kama wanashirikana wanataka kufunga kupiga kwa defense. Wanasema wanataka kupeleka wanataka kuongea kuendelea katika shirikana wakanina na kushamba. Labda huyo komesa atakusikiliza maana anataka kusikia watu wote. Watakuwa wanasema wapeleke sasa kwa defense mpige fimbo kwa ajili ya 63%. Niliporudia nikaenda karibu na huyu mtu nikasema, andika pesa hiyo, acha kwa andike juu yao. Mimi sina pesa. Sema andika juu yao. Niko kupeleka kwa uwezo wa kupiga kwa nafasi. Unipe juma mbili. Na yeye akasikia. Kwa Mungu nikaenda kwa shauku fulani na kutana nao. Kazungumzia juma mbili pesa hiyo ikafika. Kwa wabesi tulikuwa tukaongea nao, pesa ikafika, nikampelekea ule pesa. Sasa $10 kwa ajili yake wa kufunga ndio kwa defense. Iliomba asionekane afichane. Afichane kuchamba hivi wasimkuti. Na ila tumamini sasa wale wa Mungu kama swachia ikafika pesa ya mkono yake ili kaishi. Lakini leo tunazungumza ni ule dola moja anaduka. Ni ule dola moja anaenda kupata. Lakini kwa siku ile walipoenda kwa shamba alitaka kuishi. Na leo ni ule kwa sio anakuwa pastor, yeye pekee leo ndio Mungu anafikiri anahitaji kwake. Hapo hiyo tunazungumza kiasi kwa na uzito. Na ule mtu bila kumsikiliza hakuwa rahisi. Ilikuwa vile mehe. Sababu alikataa bila kusikia. Na nyuma ya mambo ile wakampiga kwaso, akatafuta relation tunaweza ongea na yeye namna gani. Msichana mmoja akapatikana sawa na mmoja anafika karibu yangu na tukaenda na kukuombea na akakubali kila mambo na kuomba usamaha, na sasa ananyenyekea pamoja na kuombea na kutoa sadaka ya mashukuru ile moja ile mtu tu. Mwenye hata kumuona na macho kuomba mimi kwa kuletea alike begi juu yako. Na ni yule nawaambia hivi, wale ambao wanaokoka mna neema ambao mimi ndio hamjui. Hesabia maneno ya watu au yule aliyeokoa, ananiona usiku, ananiona asubuhi, ananiona kwa giza, ananiona kwa wakati wote, anajali maisha yao. Nisha mkono tu. Sema Baba, unisamehe na kusahau mazuri. Ninajiona wakati mwingine sawa na watu wote, kumbe sio hivi. Kwa ajili yangu mbingu na kaa wazi, kwa ajili yangu wamalaika hawalali,
haipunguki. Kwa nini inasahau na kujipigania na kugombana juu yao? Unisamehe, unisamehe Baba. Kwa nini ninajidepanga mbele ya maneno ambao Mungu anaweza kuniletea ushindi? Mungu, badilisha hali ya dunia. Hiyo ni hali ya kidogo, hiyo ni hali ya ujinga ambao haitanisaidia. Unifundishe kunyamaza kimya mbele ya uchokozi. Unifundishe ni kushukuru mbele ya magumu. Fundisha roho yangu ni kushukuru mbele ya mahitaji. Bahana waliokuwa na mahitaji sawa na mimi leo wamekuwa watajiri. Saa yangu inakuja, iko mkono yako. Kwa nini najitesa? Mungu wangu, kama jana mabaya haikuniua, leo niko mtakatifu. Kwa nini magumu iweze kuniletea uchungu? Unisaidie, 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 unisaidie. Fundisha roho yangu kuwa na mashukuru. Fundisha roho yangu kuwa na mashukuru. Baba, fundisha roho yangu kuwa na mashukuru. Mungu wangu, kumbuka wateule wako. Fundisha roho ya watu wako wajawe na shukuru. Kila mtu mmoja wetu akumbuke neema ya msalaba ambayo inabadilisha historia. Ponya wagonjwa waliokuwa na mahitaji ya kuzaa wazae kwa jina la Yesu, katika ushindi kubwa. Mambo yote zibadilike moja kwa moja katika jina la Yesu. Mkono wako ikae nyumbani, ikae kazini, ikae safarini, itulize jamii ambao waliofia. Wewe ni Bwana Mungu wa kutenda. Ongeza afya kwa wagonjwa, ongeza nguvu kwa kauli yao, ongeza nguvu, ongeza nguvu, ongeza mapato yao. Bariki kazi zao, bariki kazi zao ya wote waliotoa hapa, bariki mifuko zao na wote waliojitoa. Bariki, 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 bariki wote, wafanyie, wafanyishie, wafungulie mlango, badilisha mambo ya nyumba, peleka katika nyumba yao. Kristo aishi, aonekane katika mambo yao yote, kwenye jamii yao, mabadiliko yaonekane. Wawe nuru kwa ajili ya kupeleka wengine kwa Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Adui ameshindwa kwa jina la Yesu. Uko Mungu umetenda kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki. Basi tayari tumefika kwa mwisho wa papa. Matangazo iko mupime kuonane na mwongozi yenu Papa Fisto hapa, na wamama vile mpite katikati yenu pale muonane na waongozi yenu. Ile ndio iko matangazo ya mwisho. Tayari tumefika kwa mwisho. Ndio watumishi, mimi mshamungu Baraka, kama hamwezi mkatuona ndani ya siku chache, maana yake tushaenda
jua kushuhudia tutatoka hapa kesho. Inaonekana tutatoka leo na mambo mengine Mungu atawachunga, atawasaidia. Tutaendelea vizuri, kisha Mungu yuko hapa na tutaendelea vizuri. Mungu awabariki wote. Tutakuwa tunazidi kuombea safari zetu. Amen. Mbele ya kufunga, inua tu mkono juu kabisa, safari ya watumishi katika mkono wa Mungu, awabeba katika ile njia na kutimiza sawasawa na yale wanaendea tu katika maombi. Anaombea safari ya watumishi wa Mungu. Wewe ni Mungu, mkono wako mkono ya kushika iliyobeba Filipo, ndio umeweza ukawabeba waenda katika akiona katika kurudi na kataa kila mabaya, ugonjwa, shida, akida, matishi ya bahari na sikostasi yote ya kukosa usalama katika safari ya kujiba mkono ya tu. Sawa, tumekwisha kufunga, mambo yote imekwisha kuombea. Amena. Basi ushindi ni kwa Yesu Kristo.